Moja kwa moja kutoka katika jiji la dhahabu kwa maana ya Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni JCTV, chombo chako cha habari cha mtandaoni. Hapa tunakuletea taarifa sahihi za haraka na zenye uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa mkongomani aliye nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakuletea habari za siasa, uchumi, mazingira, jamii, michezo na kadhalika. Ndani ya taarifa zetu tutapata uchambuzi kutoka kwa wachambuzi wetu, lakini pia ripoti mbalimbali kutoka kwa maripota wetu. Leo ni Jumanne, Aprili 21, 2026. Tulionayo hii leo: takriban raia 10 wameuawa na zaidi ya 20 kujeruhiwa vibaya, huku mamia ya nyumba zikiteketea baada ya mashambulizi ya mabomu ya ndege zisizo na rubani yanayodaiwa kufanywa na waasi wa AFC M23 Jumapili ya Aprili 19 mwaka huu katika vijiji vya Bikyaka na Pwezero kwenye misitu ya tarafa za Mwenga na Fizi mkoani Kivu Kusini. M23 ambao wanashikiliana na Twirwaneho wamekwenda kuvamia vijiji vya Bikyaka na vijiji vya Pwezero na Bilende ambapo kumeripotiwa maafa makubwa. Thomson Unjibata Ngalo William atakujia na ripoti kamili baadaye. Na hali ya usalama endelea kuwa mbaya kule Walikale, Kivu Kaskazini. Kuna hayo na mengine lukuki, twende sote hadi tamati. Karibu. Na sasa tuangazie kwa kina taarifa zetu. Mlipuko mpya wa vurugu umeripotiwa wilayani Masisi, Kivu Kaskazini. Watu wenye silaha waliotambuliwa kuwa waasi wa AFC M23 walivamia kijiji cha Ndurumo kilicho karibu na kijiji cha Lukweti katika grupumenti ya Bashali Mokoto. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, washambuliaji walichoma moto takriban nyumba 10, jambo lililosababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi. Kutokana na hofu hiyo, wakazi wengi walikimbia kwa haraka makazi yao ili kuokoa maisha yao. Tukio hili jipya la ukosefu wa usalama limesababisha wimbi kubwa la watu kuyaacha makazi yao. Baadhi ya wakazi wameelekea katika maeneo jirani ya Lukweti na Kinyana, huku wengine wakikimbilia msituni. Tuusalie Kivu Kaskazini. Hali ya usalama inaendelea kuwa mbaya kule Walikale katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Ramadhani Kahambu na ripoti kamili. Kuzorota kwa hali ya usalama katika maeneo kadhaa ya eneo la Walikale huko Kivu Kaskazini kunasababisha athari za kibinadamu zinazotia wasiwasi. Maelfu ya raia wanayakimbia makazi yao katika maeneo yanayokaliwa na waasi wa AFC M23, huku wale waliosalia wakiishi katika mazingira hatarishi. Kwa kukabiliwa na ukosefu wa usalama unaoendelea, familia nyingi zimelazimika kuacha nyumba zao ili kukimbilia katika maeneo yanayoonekana kuwa salama. Miongoni mwa maeneo raia wanakimbilia ni Pinga, Walikale Centre, Goma, Kanyabayonga, Butembo, Lubero na Beni. Baadhi ya wakazi wanaishi wa kujificha msituni wakikabiliwa na hali mbaya ya hewa, njaa na magonjwa. Raia kadhaa waliripotiwa kujeruhiwa kwa risasi, wengine walikufa wakiwa kizuizini katika mazingira ambayo bado hayajafahamika. Hali hiyo pia imesababisha kuvunjika kwa familia nyingi. Zaidi ya wanaume 170 wanasemekana kuondoka majumbani mwao ili kukwepa kukamatwa na kuwaacha wanawake na watoto wakiwa katika hatari kubwa. Kulingana na watetezi wa haki za binadamu wakiungwa mkono na vyanzo vya kibinadamu, hali hii inahitaji jibu la haraka na lenye usalama zaidi kwa wananchi. Mahitaji ni makubwa: makazi, chakula, matibabu, lakini hadi sasa misaada bado haitoshi kutokana na ukubwa wa mgogoro. Wakikabiliwa na hali hiyo mbaya, watu walioathirika wanatoa wito wa dharura kwa mamlaka ya Kongo pamoja na jumuiya ya kimataifa. Wanaomba msaada wa haraka ili kuhakikisha usalama wa raia, usaidizi wa kutosha wa kibinadamu, kufunguliwa kwa uchunguzi huru kuhusu dhuluma zinazoripotiwa. Mgogoro huu unaonyesha udharura wa kuongezeka kwa uhamasishaji ili kuepuka kuongezeka kwa maafa ya kibinadamu katika eneo la Kivu Kaskazini. Ni Ramadhani Kahambo huyo ambaye amekuletea hiyo taarifa kutoka kule wilayani Walikale. Kwingineko ni kwamba ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO umepongeza hatua zilizopigwa na Kinshasa pamoja na AFC M23 mjini Montreux nchini Uswisi, ambako wiki iliyopita kulifanyika duru mpya ya mazungumzo. Mazungumzo hayo yamezaa ahadi na makubaliano ya pamoja yaliyosainiwa yanayohusu utoaji wa misaada ya dharura na kibinadamu, kuachiliwa na kubadilishana wafungwa pamoja na ulinzi wa mali muhimu za raia.
Kupitia taarifa yake iliyotolewa Jumapili, Aprili 19, MONUSCO imeweka mkazo maalum kwenye ufuatiliaji wa usitishaji mapigano, ambapo imependekeza kuwepo kwa masharti kadhaa muhimu ili kuwezesha utaratibu huo kufanya kazi kwa uaminifu, usalama na ufanisi. Muungano wa mashirika ya kiraia Kivu Kaskazini umeomba utekelezwaji wa makubaliano hayo. John Banyene ni kiongozi wa mashirika ya kiraia Kivu Kaskazini. Hiyo hatua ilikuwa nzuri, ingawaje walikuwa wakiheshimu vitu vyote ambayo wanasaini. Ingekuwa wanaheshimu mikataba yote ambayo ilisha kusainiwa, kama tayari amani imesha kurudi. Shida ni kwa sababu mikataba yote ambayo wanasaini haiheshimiki kamwe. Angalia, hata wamesaini hiyo mikataba hiyo tarehe 17, lakini kwa leo ni vita tu ambavyo vinaendelea. Na waza walifuata watu wameuawa huko ngambo za Minembwe, ngambo za Masisi watu wanaendelea kukimbia. Na waza hiyo ni shida kubwa. Kama umoja wa kimataifa haijakamata jukumu ya kusema iweze kuempoze amani, wakiendelea kusema tu amani itatoka kwa government ya Kinshasa na hao mabandia wa RDF, ni kusema raia wataendelea kuteseka tu, kwa sababu sisi hatuone hiyo kuheshimu mikataba. Kwa sababu ingekuwa wataheshimu mikataba, kama kwa leo hakuna hata risasi yoyote ambayo inaendelea kulia. Ni John Banyeni, mwenyekiti wa mashirika ya kiraia huko Kivu Kaskazini. Takriban raia 10 wameuawa na zaidi ya 20 kujeruhiwa vibaya, huku mamia ya nyumba zikiteketea baada ya mashambulizi ya mabomu ya ndege zisizo na rubani yanayodaiwa kufanywa na waasi wa AFC M23 Jumapili ya Aprili 19 katika vijiji vya Bichaka na Pwenzero kwenye misitu ya tarafa za Mwenga na Fizi mkoani Kivu Kusini. Thompson Unjiba Tangalo William na dondoo zaidi. Vyanzo vya kiusalama vinasema kwamba ndege zisizo na rubani kutoka Bugarama nchini Rwanda ndizo zilizoshambulia vijiji vya Bichaka, Alenge, Tuwe, Pwenzero na pembezoni mwa Mienge Jumapili asubuhi tarehe 19 Aprili mwaka 2026. Shirika la raia la Fizi lilidai kuhuzunishwa na tukio hilo, kama anavyosema hapa wakili Jacques, mwenyekiti wa shirika la raia Force Vive tarafani Fizi. Hiyo, ndugu mtangazaji, tumependa kulalama kufatana na hali ya usalama ambayo inaendelea kuzorota katika milima ya juu ya tarafa la Fizi hata na Mwenga. M23 ambao wanashikiliana na Twiganeo wamekwenda kuvamia vijiji vya Bikiaka hata na vijiji vya Pwenzero na Bilende, ambapo kumeripotiwa maafa makubwa. Wa raia wameuliwa vikali na vitu vingi vimeharibika, manyumba kubomolewa na zile drone ambao zimetumwa na wale wanamgambo wa AFC M23. Hali kama na hiyo inajitokeza wakati ambapo pande zote mbili kati ya M23 na Twiganeo na wale wa government yetu ya Kongo inaendelea kusaini mikataba fulani huko Doha, Amerika. Hata hivyo juzi hapa tumekwenda kusikia kumekuwa hata communique conjoint ya pande zote mbili ambazo imeonesha kwamba kunaweza kuwa namna moja wala nyingine ya kupata usalama. Raia 8 waripotiwa kufariki na zaidi ya 20 kujeruhiwa vikali, nyumba nyingi kuungua kwa moto wakati wa shambulio hilo, vimeripoti vyanzo vya asasi zisizo za kiserikali huko Ipupu, mji mkuu wa sekta ya Itombwe tarafani Mwenga. Mfariji Lewis, mwenyekiti wa kamati ya vijana wa Itombwe, akizungumza nasi kwa njia ya simu wakati wa tukio hilo, amesema idadi ya manusura na waliokufa inaweza kubadilika kadri vile muda unavyokwenda, kwa kuwa kuna miili ambayo mpaka sasa bado inatafutwa. Mtangazaji, ukweli ni kwamba raia wameamuka na mshituko mkubwa sana wa mabomu ambayo imerushwa na hiyo ndege isiyokuwa na rubani ya drone, na ilikuwa ni mida ya saa 10 za asubuhi. Na huko drone imegusa kabisa vijiji tofauti, tukitaja Pwenzero, Bichaka, Tuitui, Kalingi na Mikenge Centre. Na drone iliendelea kuonekana mpaka mida ya asubuhi ya saa 2 ikiendelea kuzunguka ikiangusha mabomu, na hiyo kabisa ndio ilikuwa hali halisi ya asubuhi. Na mpaka sasa jioni ya leo ya tariki 16 Aprili 2026 tumekwenda kupata watu wasiopungua 8 ambao wamekwenda kuaga dunia na wengi karibuni ya 20 na zaidi ambao Matukio yote hayo yametokea, jeshi la taifa lilikuwa wapi, na wao wakiwa na wakati ambao wana ndege pia zisizokuwa na rubani?
Ni kwamba maeneo za Pwenzero, Twetwe, Milombili, Mikenge, Kalingi, eneo zote hizo zimekwenda kudhibitiwa vizuri sana jeshi la taifa. Upande wa chini walikuwa wako na mpaka sasa wanaendelea tu kuongezeka, wako katika hizo eneo, lakini haikutuma kabisa shambulizo hizo za drone kutoka upande wa waasi kushambulia vijiji vya raia, na raia wengi wasema labda drone hiyo ilikuwa ikitafuta maeneo ambako jeshi la taifa wanakwenda kutia ngome zake, na labda kama ikawenda kuwa saulika ama nini na ikaenda anguka kunako maeneo za raia. Ni kweli jeshi la taifa wako, lakini hawakuzuia kabisa hiyo drone upande wa juu, upande wa anga. Unataka kumaanisha kwamba upande wa kambi za jeshi hakuna maafa yoyote yaliyoripotiwa, hawajaguswa na bomu hizo? Hata tuwakumbushe kwamba shambulizi la leo la drone limekwenda kufuatwa na lile zilizopatikana tariki 8 kuamkia tariki 9 za mwezi huu, na siku ya 3 na ya 4 pia tu juu wiki hii iliyopita kumekuwa tu na shambulizi za drone. Na shambulizi la leo upande wa Kalingi niko tupata taarifa kama kuna wajeshi wawili nao wamekwenda kuguswa na wakafariki hapo na hiyo drone. Tuwakumbushe kwamba tu eneo za Kalingi kuelekea Minembwe upande wa Bidegu, Ilundu, Kakenge, Mikenge limekuwa eneo la vita vya anga karibuni wiki yote mzima, na sasa anga hizo drone hizo zilikuwa zikivizia ngome za jeshi wa taifa, lakini leo zimekwenda sasa kuanguka katika vijiji vya raia na kuleta maafa makubwa sana. Wananchi waliosalia mpaka sasa wako katika hatua gani? Wananchi waliosalia wako katika hali ya hofu, na wengine huku mshtuko wa moyo wanejaa katika vitanda vya vituo vya afya upande wa Mtambala, tukiwa ni sekta ya Mtambala tarafani Fizi, Kanguli na Kiele, na wengine wameingia katika msitu, na huku kabisa eneo lote limetanda kimya. Mtoe msikilizaji, sijui ni kuambie nini, kwani ni vilio na chozi sana. Mpaka sasa maiti zijazikwa. Taarifa zingine za chunga labda upande wa jeshi na viongozi wengine wanaweza kusema neno ambacho kinaweza fanyika ili watu watazikwa sasa kesho, na kuangalia wale wengine ambao hawajapata mambo ya usafiri ili wafikishwe katika vituo vya afya ili wapate matunzo. Mwaka inakuwa ni ukimya, na wengine kabisa wamekwenda kutoka vijiji, kwani wanahofia tena drone yaweza hata kurudilia hata mida yoyote. Hayo yanakuja wakati ambapo mikataba ya amani ikisainiwa. Shirika la raia linaloitwa Sosiko RDC limelahani vikali kitendo hicho. Jean Kelvin ni mratibu wa shirika hilo kutoka Uvira, anazungumza nasi. Wananchi wameuliwa na drone ambao imetoka Rwanda. Raia 8 ambao waliuliwa na raia zaidi ya 12 waliweza kujeruhiwa vikali. Na utafahamu kama ile drone ambao imeua raia ku Pwenzero ilishinde iko na zagazaga mumwaye ho plateau ya tarafa la Uvira, groupement ya Bijombo, kuangalia fasi ambayo inaweza kuatake tena jeshi letu la taifa, malgre maproparle ambayo imetoka kusainiwa Suisse na Qatar na ile ya Washington ya CCLF. Tunaendelea kukondane na kusema tu kama jeshi la taifa en collaboration na wazalendo waendelee kurenforce ma mekanisme na Msemaji mkuu wa jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, Kanali Azukai Mike, ametoa tangazo inayoonyesha namna vile maasimu hao wa M23 AFC wanavyozidi kukeuka mkataba. FARDC imethibitisha kuwa wananchi wameshambuliwa na 4 ndio wamekufa na wengine kujeruhiwa kutokana na vyanzo vyao. Tulitamani kujua kutoka jeshi la taifa la Kongo FARDC ikiwa vijiji hivyo vilivyoshambuliwa viko chini ya umiliki wa vikosi gani. Ngongo Abedi Papa Solution ni mwanahabari wa sekta operesheni za kivita Sokola ya pili kusini mwa Kivu ya Kusini. Hakizungumza nasi asubuhi ya leo amesema, kwetu sisi jeshi la taifa imeleta huzuni sana kwa kuona raia walikuwa biko nafanya makazi zabo kama kawaida, lakini kusitukia tu drone na kuja inapiga watu mbo. Sisi kwetu tumeiona vibaya, inaonesha kwamba wanduku zetu hawaheshimu maakoro na hawaheshimu CCLF. Alors tunasubiri bakuje washambulie jeshi la taifa.
Lakini ile kitendo kama inafanyika, haiko kusema jeshi yetu inatoka. Jeshi iko pale pale na inafanya kazi kama kawaida kwa kuchunga raia na mali yake. Na tunapana pole sana kwa bale bajibiko wa victime kwa ile maneno ambayo ilitokea jana bwana Thompson Unji. Lakini basi kate tamaa, kwa sababu jeshi liko pale kwa ajili yabo na jeshi iko pale jua kubatumikia kazi. Nadhani ile njoo nitaka nijibie pana fasi ambayo vita hivi mtaviweza kabisa. Force aerienne ya M23 ni kama iko juu sana kuliko ya FARDC. Bo sisi hatuko jua kufanya mapublicite kwenye mtandao ya kusema kwamba sisi jeshi la taifa, sisi tuko na vifaa ya kila modele ya hivi hapana. Sisi hatuwezi kufanya ile kitu. Na sisi ni wanaume. Kama yeye adui anaona kama yeye ni mwanaume haya, lakini jinsi yeko nasema atakamata si province. Hakuja kamata ile si province. Kama takuta wanawake njoo biko na msubiri sijui, lakini jinsi mimi najua jeshi la taifa ya Kongo. Najua kama wakipima tu keno tunaanza moto na jeshi la taifa, nao watakuta hiyo moto ambao biko natafuta. Lakini hatuwezi kuikala kwenye mtandao tuanze kufanya publicite ya kuonesha mavifaa yetu ambao tuko nayo, hapana. Sisi jeshi la taifa tuko vile. Sisi tunanyamaza tu kimya, tunasubiri tu mikataba ambayo balisaini kule na maakoro, na tunaheshimu cessez-le-feu. Kama oda nyingine itakuja, haya tuko tayari. Sisi jeshi la taifa hatungikuwa tayari iske adui hangi ingia runingo anakuja Uvira, hangi shuka huku kwenye eko huku juu kotea ya kule kupita mamitamba, sangi shuka hapa Uvira. Kwa nini yashuka? Kwa nini habayakamata poe zero na kwa mlima na kule Vikengi? Joko pale na anajua nguvu ya jeshi ya taifa. Vyanzo vya AFC M23 havijasema lolote kuhusu shambulio hilo, aidha kuhusu kulahumiwa kwao, isipokuwa na wao kushotea Kinshasa vidole wakisema kutokuheshimu kauli zake. Wakati huo, serikali ya jimbo la Kivu ya Kusini imearifu kuwa waasi wa AFC M23 wameanzisha ujenzi wa kambi kubwa ya kijeshi katika kijiji cha Mumosho tarafani Kabare. Serikali ya Jean-Jacques Purusi, gavana wa Kivu Kusini, imelahani kitendo hicho na kuomba jamii ya kitaifa na kimataifa kuingilia kati swala hilo la ukiukwaji unaoendelea kufanywa na waasi wanaosaidiwa na serikali ya Rwanda. Uvira, Thompson Unji Batangalo William, JCTV. Na ni kwa ripoti hiyo ya Thompson Unji Batangalo William ndo mimi nafungasha. Tukutane wakati mwingine panapo majaliwa Mwenyezi Mungu. Naitwa Abedi Jean de la Croix. Kwaheri kwa leo.